Hello friends, Dr. Nature hapa. Kuna kanuni moja muhimu kwenye mambo ya magonjwa haya ya metabolic, kwenye kupunguza uzito, vitambi, kisukari. Kuna kanuni moja kwenye lishe tunaita deflow your diet. Deflow your diet. Hii inamaanisha nini? Kuna vyakula vingi hasa hivi vya nafaka. Nafaka kama nafaka ni vyakula vizuri. Yaani nafaka, ukisema nafaka nzima unapozungumzia ngano, unapozungumzia ulezi, unapozungumzia uwele, mahindi. Hivi nafaka kama nafaka ni vyakula vizuri. Sasa changamoto inapokuja pale unapoisaga na kuitengeneza unga, alafu ndipo ukaja ukapika, ukapata ugali, ukapata chapati, ukapata maandazi. Maana yake ni kwamba nafaka umeichukua kutoka kwenye hali yake ilivyokuwa ya asili, umeichakata ukapata unga. Kwa hiyo mpaka hapo unakuwa umeshaiondoa kwenye ule uasili wake, umeibadilisha namna fulani. Sasa kwa uhalisia ni kwamba kuna mtu aliyekula sembe ameharibu sana kuliko mtu ambaye angalau amejitahidi akala dona. Lakini mtu aliyekula labda ugali wa mtama au ulezi au uwele angalau amefanya vizuri zaidi kuliko mtu aliyekula dona plain. Lakini mtu ambaye amekula kande, yani amekula zile nafaka kama zilivyo bila kuzisaga kutengeneza ugali au kutengeneza unga, anakuwa amefanya vizuri zaidi. Kwa nini? Zile nafaka, zile seli za mimea zile zimeundwa na kuta za seli, yani cell wall. Tofauti na seli zetu sisi wanyama, zile kuta za seli zimeundwa na membrane fulani ambayo ni ya mafuta tu na maji, ambayo sio ngumu. Lakini mimea seli zake zipo kwenye, yani zile content za mimea, kama tuseme wanga, let's say katika mfano huu tunaosema, zipo ndani ya kuta za seli, zipo ndani. Kwa hiyo kuzipata sio jambo rahisi tu, inatakiwa zile kuzivunja zile kuta za seli ili uweze kupata ule wanga. Sasa unapokula, tufanye mfano, unapokula mahindi, nimechukua mahindi ya kuchemsha, nimekula nikatafuna. Hata nikitafuna vizuri kiasi gani, kufikia ile level ya kumeza, bado vitabaki chunks, vipande fulani vidogo ambavyo bado vitakuwa vimeficha ndani yake zile content za wanga, ambazo zinakuwa hazipatikani kirahisi kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo ni most likely zitakuwa zinakwenda nje na hazitaingia kwa kasi kwenye damu kama ambavyo ukienda kusaga. Tafiti zinaonyesha kwamba zile particles unazivunja zinakuwa available kwa kiasi kikubwa sana. Wanasema karibia mara 1000 mpaka mara 10,000 ya mtu ambaye ametafuna tu kawaida hiyo nafaka. Kwa hiyo unakuta zile wanga, zile kuta za seli zimevunjwa, kwa hiyo wanga upo kirahisi. Kwa hiyo zile surface area, zile particles zinakuwa ni kubwa, kwa hiyo wanga unapatikana kirahisi. Kwa hiyo ndio maana mingi inaweza ikawa ina slip, inaingia kwenye damu. Pamoja na kwamba hiyo nafaka hata kama umeisaga ikiwa nzima, inaweza ikawa na zile nyuzi lishe na virutubisho vingine, ni kweli utavipata, lakini bado inakuwa sio the best kama ambavyo ungekula nafaka nzima kama ilivyo. Kwa hiyo kama unapambana na uzito mkubwa, unapambana na kisukari, kitu cha kwanza cha kuweka kwenye akili ni kwamba epuka zile wanga zote ambazo ni rahisi. Kwa mfano kama vitu kama sembe sio chakula kwa kweli. Unga wa ngano unatumia kutengeneza mandazi, chapati, unga unatumia kutengeneza vitumbua. Ni vyakula ambavyo kwa kweli ukiangalia vizuri hatukutakiwa kula kabisa. Lakini hata kama umetengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia nafaka nzima bila kukoboa, bado kama lengo lako ni kupunguza uzito, kama lengo lako ni kupambana na kisukari, ni vizuri ukaweka kipaumbele zaidi kwenye vyakula hizi nafaka ambazo hazijachakatwa, kwa maana kwamba ni nzima. Kama ni kande, inaweza ikawa ni the best kuliko kula ugali au kutengeneza chapati. Hiyo ndio kanuni tunaita deflow your diet. Yaani jitahidi kadri inavyowezekana kuepuka kutumia hasa unga wa hizi nafaka, kama lengo lako ni kupunguza uzito, kitambi au kupambana na ugonjwa wote ambao ni wa kimetabolic. Sasa kama unataka kutumia kwa mfano mazingira una changamoto, uweze kupata namna nyingine ya kutumia nafaka nzima kama nzima, na unataka kutumia ugali, jitahidi kutumia nafaka ambazo hazina mawanga mengi sana, kama jamii ya mtama,
uwele, ulezi, namna hiyo na mahindi kidogo. Usiweke mahindi mengi au kama mahindi peke yake, unakuwa hujajitendea vizuri. Na unapokuwa unakula let's say unakula ugali, ni vizuri, trick moja ambayo ni muhimu, jitahidi unapoanza kupakua mezani, unaanza kupakua mboga kabla ya kupakua ugali. Hili ni kosa ambalo wengi wanafanya, ambalo linafanya unajikuta umepakua ugali mkubwa na kanafasi kalikobaki kadogo ndo unaweka mboga. Automatically kile kinachoanza ndicho ambacho kinapewa kipaumbele. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaanza kwanza, lazima ujitahidi uwe na kachumbari, uwe na salad, mboga mbichi. Kama unakula chakula hichi kama ugali, wali, hakikisha una mboga mbichi kwa maana ya salad au kachumbari ya kutosha. Ile utaanza kula kabla hujala hiki chakula chako kingine. Na unapopakua sasa huo ugali pamoja na hiyo mboga nyingine, unaanza kupakua mboga. Let's say ni maharage, ni mboga za majani, ni mboga zingine, ni choroko, dengu, nini, zinaanza pale, unazipakua kwanza za kutosha, then unapakua ka ugali kadogo, unatupia pale. Kwa hiyo unapoanza kula hii kachumbari ya kutosha, alafu then ukaja ukale chakula chako kingine, kinasaidia, hii kachumbari inasaidia kupunguza glycemic index ya huu unga ambao unakula sasa hivi. Ikapunguza kwa kiwango kikubwa sana. Tofauti na kwamba kama usingekula pamoja na kachumbari, au ungekula kachumbari baada ya kuwa umekula, au ungekula kachumbari pamoja na chakula. Hiyo ni tafiti zinaonyesha hivyo. Kwa hiyo leo tumejifunza deflow your diet. Tafadhali lifanyie kazi. Jaribu kupunguza kadri inavyowezekana, naamini utaweza. Hadi wakati mwingine, take care.